Bana, hii ndio njia bora kabisa ya kuchinja sungura wako. Utaandaa beseni lako safi kabisa kama hili hapa. Baada hapo utachukua kamba yako utafunga juu kama namna hii, lakini huu ni uchinjaji ule wa nyumbani, sio kwenye kampuni. Kampuni usikufunga kuchinja kama hivi, kwa sababu utakuwa kama vile haujui jinsi ya kuchinja. Kwa hiyo utachukua sungura lako utamfunga juu kama hivyo, lakini baada ya kumfunga hakikisha unampiga katika sehemu yake ya nyuma ya kichwa, yaani katika sehemu yake ya ubongo wa nyuma pale unampiga ile azlai kidogo, then unamfunga mguu wake mmoja hizo wa kushoto wa kulia. Baada hapo ukishampiga hivyo unamchinja koromeo kabla hajapata fahamu, kwa sababu sungura akishapata fahamu anakuwa tena uweze kumchinja kiurahisi, utakuwa unamtesa. Sasa utakuwa mchinji unamtesa, kwa hiyo unamchinja. Baada hapo ukishamchinja unaanzia juu kabisa, ulipofunga ule mguu wako unaanza kuchuna ngozi kutoka juu kuja chini, lakini anzia kwenye mguu ambao umefunga ile ngozi yako kama namna hii hapa naufanya mimi. Kwa baada hapo utachuna ngozi yako mpaka mwishoni. Hakikisha nafuata utaichuna mpaka mwishoni kabisa, ambapo baada hapo mpaka kwenye upande wa kichwa utakuwa umeshachinja kama namna hii. Ngozi yako ibakie kama hivi, ambao haina sungura utaweka pembeni. Sungura itakuwa inaelea kama hivi. Basi tutaanza kutoa baadhi ya sehemu ambazo hazitakiwi kama namna hii. Utakata na hiki kichwa. Baada hapo kinachofuata ni kupasua ndani. Tunapasua ndani katika sungura, tunaona sungura anakuaje. Tunapasua hapa, na pia hapa itakufundisha pia jinsi ya kuangalia kama sungura wako alikuwa mgonjwa au hakuwa mgonjwa. Kwa hiyo utapasua hapa chini namna hii. Yes. Utapasua hivi. Baada hapo toa kabisa. Baada hapo maini yako haya inabidi uyachukue uyatoe pale alipokuwa, uweke sehemu nyingine kabisa. Kwa kama hapa hivi ukiangalia maini yangu hapa yana, tunasema wale wadudu ambao wanapitaga pembeni huko, baki maini yangu yako sawa, yako salama kabisa. Kwa tutatoa na hii tunaita nyongo. Tunachukua chombo kizuri kabisa hapa. Baada hapo utaanza kuchukua maini yako utaweka katika sehemu ambayo ni ya chombo kisafi. Baada hapo utaendelea kwenye kumpasua sungura wako. Hapo tumeshaangaa, tumeona kwenye upande wa mambo ya matumbo nini, minyoo hana. Pia tutaingia kwenye sehemu ya pili ambayo utaangalia mapafu yake kwenye upande wa upumuaji, alikuwa na mafua au hana mafua. Ukiona mapafu ya sungura wako yana rangi nyekundu, sio kama hii ni damu, rangi nyekundu kabisa, kama sungura wako alikuwa na shida ya mapafu. Unaona kwa wake tutamalizia mpaka chini kabisa. Hapa kuja utatoa na juu kidogo huku. Yes, baada hapo sungura wetu tutapikia kama namna hii. Kama kuona hapa sungura iko tayari kwa ajili ya kuliwa. Na maki hapo tutafuata, utamuosha vizuri. Na sungura wetu maana ana mafuta ambayo hayana madhara kwa binadamu, na alikuwa ni jike kwa ajili ya uzazi.